Mheshimiwa Esther Mahawe, jiandae Amina Molel, na jiandae Mheshimiwa Innocent Bashungu ambaye anachukua nafasi ya jiandae Amina Molel. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Kwanza kabisa nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya kutujalia afya sisi wote tuliomo humu ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze na pole kwa wanafunzi waliopoteza maisha kule Arusha, na nimpe pole mmiliki wa shule ya Lucky Vincent, lakini pia niwashukuru sana wale wa Marekani waliokuja kuchukua wale majeruhi watatu na kuwapeleka Marekani kwa ajili ya matibabu. Naomba nianze kwa kudeclare interest. Mimi ni mdau wa shule binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimuombe sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Hivi ninavyozungumza, magari mengi ya shule katika kila mkoa yanakamatwa na kuwekwa yadi. Gari asubuhi limetoka na wanafunzi nyumbani, linapeleka wanafunzi shule, wakifika njiani magari yale wakienda kushusha watoto, magari yale yanachukuliwa na yanapelekwa yadi kwamba gari hili bovu. Tumepata pressure kubwa. Shule zitafungwa ndani ya wiki 2 kuanzia sasa. Tunaomba wamiliki hawa wa shule binafsi wapewe nafasi ili kwamba wakati ule wa mwezi wa 7 kipindi shule zikiwa likizo, hawa mapungufu yaliyoko kwenye hayo magari yakafanyiwe kazi, lakini waache watoto sasa hivi waendelee na shule. Mheshimiwa Mwenyekiti, naumiza kuona kwamba tunafanya vitu kwa kukurupuka. Hawa matrafiki walikuwepo barabarani miaka yote wakati hao watoto wanaenda shuleni na hayo magari. Leo limetokea ile ajali, imekuwa mateso kwa wamiliki wengine. Mheshimiwa Mwigulu, tusaidie kwenye hili, wasitishe hilo zoezi. Shule zitakapofungwa mwezi huu wa 7, magari yatarekebishwa, halafu ndio michakato mingine iendelee. Hilo ni ombi kwa Mheshimiwa Mwigulu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nizungumzie swala la hivi vitabu. Mimi nina maswali tu machache, na Mama Ndalichako atakapokuja hapa, Mheshimiwa Profesa Ndalichako, tunaomba utusaidie. Kwanza nina maswali machache kama 5. Je, ni nakala ngapi za vitabu vya darasa la kwanza, la pili na la 3 vilivyokwisha kusambazwa? Pili, vitabu vimetayarishwa kwa gharama za walipa kodi wa Tanzania, vitabu ambavyo ni vibovu. Nani anawajibika kwenye hili? Fedha kiasi gani zimetumika kuandika, kuchapisha na kusambaza vitabu hivi? Vitabu hivi vilitumia muda wa miaka 3 kuviandaa. Tunasema vitabu hivi sasa havifai, viondoke sokoni. Je, ni muda gani zaidi utatumika mpaka tupate vitabu mbadala wa hivi? Sisi wamiliki wa shule binafsi tumenunua, mfano mimi nimenunua vitabu vya milioni 18. Najiuliza, nalipwa na nani gharama zile? Mulugo nilikuwa naongea naye, amenunua vitabu zaidi ya milioni 30. Nani analipa gharama hizo? Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati hawa watu watai wanaandaa huu mtaala, tuliomba kwamba wawashirikishe na wataalamu kutoka, yani watu wengine mbalimbali, kwa maana hata kutoka kwenye sekta binafsi, ili waweze kupata inputs. Wakajifungia vyumbani, wakakataa ushauri. Leo wamekuja na vitu vibovu. Nani anawajibika? Kwenye vitabu nimemaliza Mheshimiwa. Ninavyo hapa ni upuuzi mtupu unaendelea hapa. Hata Kiingereza cha mtoto wa English medium wa darasa la 3 hawezi kutunga vitabu vya namna hii. Sijui ni wataalamu gani walitumika kutunga hivi vitabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya vitabu nilikuwa naomba nielekee kwenye swala zima la kodi kwenye shule binafsi. Waheshimiwa wabunge wenzangu, ninaomba leo nielewe. Wakati mmiliki wa shule binafsi anaposimama na kuzungumza habari ya kodi, tunazozungumza kodi 15, niliwahi kuzisoma hapa bungeni mkashika vichwa. Hatujitetei sisi, maana kodi hizi mnazilipa nyinyi ambao watoto wenu wanasoma kwenye hizo shule. Tunawatetea kina mama ntilie, tunawatetea wananchi wa Tanzania kwa ujumla wao. Maana kama kwenye shule ada ingekuwa shilingi 200,000, inakuwa 400,000 kwa ajili ya hizi kodi. Na anayezilipa ni wewe mwananchi, sio mimi mwenye shule. Mimi ni wakala tu wa kuzikusanya. Kwa hiyo tunaposimama hapa, ile negative attitude kupitia kwa walimu, kwa wamiliki wa shule tulioko humu bungeni, iondoke kwamba watu wamekuja kutetea maslahi yao binafsi. After all, kipele kinachokuwasha wewe mgongoni mwako unakijua wewe mwenyewe na maumivu yake. Sasa nisiposema mimi atasema nani? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba sana hizi kodi. Imagine majengo ya shule yalivyo makubwa, unatakiwa ulipie property tax. Sheria ya elimu ya mwaka 77 iliomba watu binafsi waweze kuisaidia serikali kutoa elimu kwa nchi hii. Sheria ya Wizara ya Elimu sheria ya elimu ya mwaka 77 inatutambua sisi kama watoa huduma. Wizara ya Fedha inatutambua sisi kama wafanyabiashara. Tushike lipi?
Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara elimu ya nchi yetu inasimamiwa na wizara zaidi ya moja: Wizara ya Elimu, TAMISEMI, Wizara ya Fedha, Wizara ya Afya, Wizara ya Mawasiliano na Uchukuzi, yani nazungumzia SUMATRA huko kwenye mabasi na kadhalika. Kwa hiyo kila mtu anakupiga kivyake. Yani kusema ule ukweli, it's like a crime for you owning a school in this country. Wakati Uganda na Kenya, mtu anayetaka kuanzisha shule anasaidiwa na serikali almost 60%. Leo sisi watu wamejitoa. Alafu haya mambo yangekuwa yamewekwa bayana wakati unatafuta usajili wa shule kwamba kuna kodi hizi na hizi na hizi na hizi. These are the criteria. Hakuna mtu angeanzisha shule kwenye nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna dirisha la wawekezaji wanaokuja kuchukua Tanzanite zetu. Watu wanaokuja kuchukua ardhi zetu, wanaokuja kuchukua malighafi mbalimbali hapa nchini. Wana dirisha la kusamehewa kodi. Mwekezaji Mtanzania ambaye yeye ndio ana uchungu na Watanzania wenzake, anayewekeza kwenye elimu ya nchi hii, hana msamaha wa kodi. Hana msamaha wa kodi hata kwenye vitu tu vya kama sementi, bati na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika wenye shule 100 ukiwapima wote wana pressure na sukari, labda kama hawana pressure na sukari ni wawili. Ni tabu tupu. Kama serikali tu yenyewe inashindwa kutengeneza miundombinu mizuri na kutoa elimu bora kwa watu wake, sembuse mtu mmoja. Ifike mahali Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itambue juhudi zinazowekwa kwenye hizi shule na watu binafsi. Lingine ni muombe Mheshimiwa Ndalichako. Ilikuja barua kutoka kwa kamishna wa elimu kwamba hakuna mwanafunzi kukaririshwa darasa. Naomba nisome effect ya hilo swala la kutokumkaririsha mtoto darasa. Mfano matokeo ya mwaka jana na mwaka juzi ya kidato cha 4, wanafunzi waliopata division 1 na mpaka division 3. Ni wanafunzi division 1 mpaka division 3 ni wanafunzi 53,000. Wanafunzi waliopata division 4 na 0 ni wanafunzi 2015, hiyo ni wanafunzi 354,000. Wanafunzi waliopata division 1 mpaka 3 2016 ni wanafunzi 54,000. Na wanafunzi 347,000 waliopata division 4 na 0. Yet mnatuambia hakuna kukaririshwa darasa. Hivi tunawaandaa watoto wamalize darasa la 7 na form 4 au tunawaandaa elimu wanayosoma iwasaidie? Kwa mfano huko kwetu kwenye shule za binafsi ni mapatano ya mzazi na mwenye shule. Kila shule ina joining instruction kwamba mtoto wako asipofikia hii max kwa kweli hawezi kwenda mbele, na mzazi anasaini na tunakubaliana. Imetokea tu mzazi mmoja amekwenda kulalamika huko wizarani, ndio zinakuja kuandikwa waraka za namna hii. This is not fair. Alafu tunashangaa ufaulu ambao ni mbovu kiasi hiki. Watoto wanaofaulu division 1 mpaka 3 ni watoto 54,000 kwenye malaki ya wanafunzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba Wizara ya Elimu itazame hivi vitu. Alafu wakati wanapotoa maamuzi ya namna hii pia wakati mwingine watushirikishe. Ninayezungumza ni mwenyekiti wa wadau wa shule miliki Tanzania, niko humu ndani. Tunaomba tushirikishane hivi vitu vingine maana tunaumia. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna wanafunzi zaidi ya 700,000 kwenye shule za binafsi Tanzania. Tumeajiri watu zaidi ya 45,000 walimu na wasio walimu. Kuna matrons, kuna madereva, kuna wapishi, kuna kila kitu. Tunachangia uchumi wa nchi hii kwa kununua vyakula na mahitaji mengine. Sisi sio watu wadogo, tunaomba tutambulike kwenye hii nchi kwamba tunasomesha Watanzania wenzetu. Hakuna Mchina atakayekuja kujenga shule hapa. Hakuna Mwingereza atakayekuja kujenga shule Tanzania ili Watanzania wasome. Wakiwasaidia kwenye elimu watawatawala namna gani? Sisi ndio wenye uchungu na Tanzania na ndio maana tumewekeza kwenye elimu. Kwa hiyo tunaomba juhudi zetu zitambulike Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tunacheza na referee mchezaji. Watu wa elimu nchi hii ni TAMISEMI na watu wa shule binafsi. Lakini sisi tumekuwa watu wa kupokea maelekezo kutoka TAMISEMI, kutoka Wizara ya Elimu. Tunaletewa tu. Hatushirikishwi. Kuwe na chombo maalum ambacho kitaregulate elimu ya nchi hii ili kuwe na fair play kati ya watu wa elimu. Tuanzishe chombo kinaitwa Tanzania Education and Training Regulatory Authority. Ili kama kuna shule ya msingi ya serikali haina choo, ifungwe kama inavyofungwa shule ya mtu binafsi ambayo haina choo. Asante. Mheshimiwa Amina Mollel, jiandae kupa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia na hatimaye kusimama leo hii katika bunge lako tukufu. Lakini pia niwape pole wazazi wote waliopoteza watoto wao katika ajali mbaya ya gari la shule iliyohusu shule ya Lake Vincent mkoani Arusha. Niwape pole sana na Mwenyezi Mungu awajalie
ili waweze kuendelea na mambo mengine, na wale watoto pia waliokwenda jana kupata matibabu nje, Mwenyezi Mungu awajalie wapone na warudi kuendelea na masomo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nitoe pongezi za dhati kwa sababu amechangia kwa kiasi kikubwa watoto wenye ulemavu na hasa wazazi lakini walezi kuhakikisha kwamba wanawapeleka watoto wao shule ili waweze kwenda kupata elimu. Miongoni mwa watu ambao walikuwa ni waathirika wakubwa katika swala zima la elimu ni watoto wenye ulemavu ambao kutokana na mila, desturi na tamaduni zetu, wazazi kwa mitazamo tu hasi waliwaacha na kuwafungia nyumbani. Lakini kwa ujio wa rais wetu mpendwa Rais John Pombe Magufuli kuleta elimu bure, hata wazazi wenyewe wameona kwamba ni wakati mwafaka wa kuwapeleka watoto wao shule. Kwa hiyo mimi nampongeza sana sana, na niseme tu kwamba kwetu sisi tunaona ni zawadi. Rais Magufuli ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru pia waziri pamoja na naibu wake, na hawa ni mama wanasema siku zote uchungu wa mwana aujuae mzazi. Niwapongeze sana, lakini pamoja na pongezi hizo na pongezi kwa ujumla kwa serikali, vile vile basi nizungumzie changamoto zilizopo katika swala zima la elimu na hasa kwa watu wenye ulemavu. Tunafahamu kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kwamba hivi sasa shule nyingi watoto wamekwenda wamejitokeza na kwenda kupata elimu, lakini nikianza na swala zima la miundombinu, pamoja na kwamba ndio serikali imetoa vifaa, pongezi sana kwa hilo Mama Ndalichako, lakini bado miundombinu ni tatizo na ni kikwazo kwa watoto wenye ulemavu kuweza kupata elimu. Na ninapozungumzia miundombinu ni kwa ujumla kuanzia madarasa, lakini pia umbali, na tatizo jingine kubwa zaidi ni vyoo. Pamoja na jitihada ambazo mmezionyesha mnakwenda kujenga vyoo katika shule za msingi na shule za sekondari, Mheshimiwa Mwenyekiti, watoto wenye ulemavu wanapata shida sana wanapokuwa nyumbani, wanapokuwa shuleni, kwa sababu miundombinu ya vyoo inawafanya wasiweze kwenda kufika katika maeneo hayo. Kwa mfano, katika vyoo vingi ambavyo vinatumiwa na wanafunzi wote kwa ujumla, na hasa ukiangalia kwamba tundu moja wakati mwingine linatumika mpaka na watoto 25 mpaka 30, kwa huyu mtoto mwenye ulemavu, mfano tu mtoto mwenye ulemavu anayetambaa, niambie mazingira yale anafikaje chooni? Inakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo kwa hili niwaombe tu kwamba muweze kuhakikisha kwamba katika kila shule tulete sheria kwamba kila shule ni lazima kuwepo na vyoo ambavyo vitawawezesha watoto wenye ulemavu waende. Mfano hata katika bunge, mimi nalishukuru sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nimshukuru katibu pamoja na spika kwa sababu inaelewa umuhimu kwamba bunge hili imetujumlisha wote, lakini pia miundombinu ni rafiki inayotuwezesha kwenda katika maeneo yote. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nakuomba sana na kwa sababu tayari watu wa Mamlaka ya Elimu Tanzania na wao wanakarabati hizi shule, basi muwape mwongozo kuhakikisha kwamba katika kila shule wanayokwenda kukarabati kuhakikisha kwamba vyoo viwili vinakuwepo kwa ajili ya watoto wenye ulemavu, na walimu wakuu waweke utaratibu maalum ambao utawezesha hawa watoto peke yao wenye ulemavu kwenda katika vile vyoo na wasiweze kuingia hao wengine. Pamoja na hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba serikali imetoa vifaa kwa ajili ya watoto wenye ulemavu, lakini kwa walimu bado ni tatizo. Na ni tatizo kwa sababu gani? Kwa mujibu wa mwongozo wa huduma kwa watumishi wa umma wenye ulemavu, ambao katika unasema kwamba nyenzo na vifaa vya kuongezea uwezo wenye ulemavu, kwamba wizara, idara, wakala wa serikali na mamlaka za serikali za mitaa zihakikishe kwamba watumishi wenye ulemavu wanapata huduma zitakazowasaidia kutekeleza majukumu yao kikamilifu, kama vile nyenzo na vifaa, ili kuwasaidia kuongeza kiwango chao cha kujitegemea katika maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo mwongozo huu unawataka waajiri, na sio kwamba
kwamba nizungumzia kwamba kwa Wizara ya Elimu peke yake, ni waajiri wote kwa ujumla, na bahati nzuri yuko hapa mwenyekiti wa waajiri pia, hili alibebe kuhakikisha kwamba waajiri wote wanaowaajiri watu wenye ulemavu wanahakikisha kwamba miundombinu na ni kwa namna gani watu wenye ulemavu wanaweza kufika katika sehemu zao za kazi. Lakini kwa sababu nachangia Wizara ya Elimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa walimu wana changamoto nyingi, hawana nyenzo muhimu ambazo zinawawezesha wao kuweza kufanya kazi zao kwa ukamilifu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuiomba serikali na kuishauri pia serikali kuhakikisha kwamba inawawezesha walimu hawa, na ukiangalia kwamba katika Wizara ya Elimu walimu wengi, kwa sababu hawa walimu wenye mahitaji maalum ni wengi na ndio wanaopata ajira nyingi huku. Kwa hiyo kama tunawaajiri kwa wingi, tuhakikishe kwamba pia tunawawekea miundombinu ambayo itawawezesha, pamoja na kuwapa nyenzo ambazo zitawawezesha ili waweze kufanya kazi zao pasipo usumbufu. Jingine pia Mheshimiwa Mwenyekiti, ambalo ningependa kulizungumzia kwa maana kwamba nyenzo, lakini pia kuhakikisha kwamba usafiri au kuwaweka maeneo ya karibu ili basi wasipate shida. Lakini kumekuwa na utaratibu ambao serikali inaratibu wanafunzi wenye ulemavu wanaosoma katika shule tofauti. Mfano mmoja wapo ni tuseme shule ya Buigiri, kuna shule ya Tabora na Furaha kule Tabora na nyinginezo. Wanafunzi wenye ulemavu ambao wanakwenda kule kusoma, kulikuwa utaratibu uliokuwepo ni kwamba serikali, kwa sababu ya mila, tamaduni na desturi, wazazi wengi na kwa sababu ya mitazamo wanaona kwa nini nimpeleke, lakini sasa hivi wanakwenda kule, na serikali ikaweka utaratibu kwamba hawa wanafunzi wanapofika kule basi wakati wa likizo inawasafirisha kuwarudisha nyumbani. Lakini mwaka jana mmefuta huu utaratibu. Sasa Mheshimiwa Waziri, mama yangu, unapofuta huu utaratibu, hawa watoto wanabaki kule shuleni mwaka mzima. Na kwa mzazi mwenye mtoto mwenye ulemavu, na ukienda tu mfano shule ya iliyopo Shinyanga ambayo sasa hivi imekuwa kama ni kituo, wazazi wengi wamekwenda kuwadampu pale watoto, hawarudi hata nyumbani. Sasa ule utaratibu mkiondoa kwamba hamwachukui tena kuwarudisha nyumbani, yani pale ndio inakuwa nyumbani kwao. Na kama mnavyojua, tukasome lakini pia turudi nyumbani ili kujumuika na wazazi wetu. Mkituacha nyumbani, mkituacha maeneo ya shule, msipoturudisha nyumbani, ni sawa na mmetudampu, kwa maana kwamba sisi tunakuwa sasa ndio watoto wa pale mpaka tumalize shule. Kwa hiyo mimi nikuombe tu Mheshimiwa Waziri, wewe ni mama, na siku zote mama ndio mwenye uchungu. Hakikisha kwamba yani pigana Mheshimiwa Waziri, hawa watoto warudi nyumbani kwao, kuwepo na usafiri utakao wapeleka na kuwarudisha nyumbani. Mmewaandalia ndio mazingira, lakini pia mkiwaacha kule muda wote, miaka yote, inakuwa ni kama vile adhabu, na inakuwa kama vile sasa ukizaliwa mtu mwenye ulemavu, basi inakuwa ni kama vile ndio mkosi kabisa. Lakini leo hii tunasimama hapa na kutoa michango ni kwa sababu jamii ilituwekea mazingira mazuri. Wazazi wetu walikuwa wanajua umuhimu huo, na ndio maana wakatusomesha. Leo hii tuko hapa. Sasa tusipo mazingira mazuri, Mheshimiwa Mwenyekiti, hakutokuwepo na kina Amina wengine, hakutokuwepo na kina Ikupa wengine. Kwa hiyo elimu